Binadamu kwa asili ni kiumbe cha rohoni kilichovikwa mwili. Maana yake, roho yangu ndiyo inaijenga mahusiano yangu na Mungu, lakini mwili utafuata mahusiano endapo roho yangu ina mahusiano mazuri na Mungu. Mtu anaishi kwenye tamaa ya mwili, anavutwa na vitu vya mwilini. Tamaa ya mwili inaweza kusababisha mtu asione kila alichonacho kikamridhisha. Jifundishe kujua maisha yetu ni mafupi mno. Usiwe na kiburi cha uzima, ukajikweza, ukajiinua, ukajiona we ni bora kuliko watu wengine. Kwenye maisha haya hakuna mtu bora, isipokuwa ni yule tu Mungu aliyemjalia kuwa na tunda la rohoni. Mkristo anayethamini kazi ya msalaba haangaiki na vitu vya mwilini. Natamani Kwaresima hii ni kuinue katika haya mambo ya mwilini ambayo yanakushinda. Unataka lakini huwezi, ni kwa sababu haya matunda 9 mangapi yamekufa. Kwaresima hii natamani yarudi. Mungu atupe nafasi kwenye kipindi hiki tuyapokee haya. Mungu mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya kuanza kwa Kwaresima hii. Utuongoze Bwana Yesu katika kujifunza na kukaa mikononi mwako juu ya tafakari ya neno lako. Utupe neema ya kusogea msalabani kwako, tukijua kwamba sisi ni wanadamu wenye asili ya dunia, lakini wewe Mungu ni mtakatifu mwenye asili ya mbinguni. Basi utuongoze katika maisha yetu, utujaze neema yako na hekima yako ya kimbingu, tulitumikie kusudi lako. Kaa nasi Bwana, tangu sasa na hata milele. Amen. Tulisema Jumapili tunajifundisha katika Kwaresima hii juu ya kitu kinachoitwa tunda la Roho Mtakatifu. Kwa urahisi tunasema tunda la Roho, lakini kama unakusudia kuandika, ongeza na hilo neno tunda la Roho Mtakatifu. Na tunaanza na neno la Mungu kutoka kitabu cha Warumi sura ile ya 8 mstari wa 3 na ule wa 4. Warumi sura ile ya 8 mstari wa 3 na ule wa 4. Na tangulia kusoma: maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili. Mstari wa 4, ili maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu sisi tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili, bali mambo ya Roho. Amen. Wapendwa wangu, taifa la Israeli lilianza kuwa taifa likiwa lipo jangwani. Walitoka Misri kama jamii ya wafugaji waliokuwa wamekaa katika nchi ya utumwa kwa muda wa miaka 430. Mungu alipomuinua Musa, alimuinua Musa kama Mwebrania. Wakaanza kutoka katika nchi ya Misri wakiwa hawana uongozi, hawajui jambo lolote la kufanya. Wakaanza kutembea jangwani wakiwa hawana katiba, hawana mwongozo, hawana sheria, hawana kanuni. Walipokuwa wakitembea jangwani, walikosea mambo mengi kwa sababu ya kukosa uongozi. Na sasa wanafika katika mlima Sinai. Mungu anamwita Musa ili Musa apewe maongozi namna gani ya kuwaongoza wana wa Israeli. Na pale kukapatikana mambo mawili: kukapatikana sheria na pia kukapatikana miongozo. Sheria namna gani ya kuishi na miongozo namna gani ya kuishi katika jamii. Na kila wakati walikosea kwa sababu sheria ilikuwa haiwatimizii matakwa ya rohoni. Binadamu kwa asili ni kiumbe cha rohoni, kwa asili ni kiumbe cha rohoni kilichovikwa mwili. Narudia, kwa kawaida binadamu ni kiumbe cha rohoni kilichovikwa mwili. Maana yake, roho yangu ndiyo inaijenga mahusiano yangu na Mungu,
lakini mwili utafuata mahusiano endapo roho yangu ina mahusiano mazuri na Mungu. Kwa mwanadamu unayemwona, hili jumba unaloliona hili limebeba roho ambayo ndiyo ina uthamani ndani yake, lakini hili jumba unaloliona ni la dunia. Hili jumba unaloliona linachakaa. Hili jumba unaloliona linaweza likafika mahali likawa haliwezi kufanya jambo lolote, lakini roho inabakia na nguvu ile ile, ila hili jumba linachakaa. Nilipojiangalia leo, nikaangalia miaka 30 iliyopita, sikuwa hivi. Naanza kuona kuna vitu fulani ambavyo sikuwa navyo vinaanza kutokea. Jumba hili linachakaa, na kwa namna yote hili jumba linachakaa, linafika mwisho, hili jumba litachoka. Nilipokuwa najiandaa, nikawa najaribu kuangalia mtoto anapozaliwa. Anazaliwa mtoto, anakuwa ameshikwa, baada ya muda mtoto hawezi tena kushikwa, anaanza mtoto kutambaa, anakwenda kutambaa, mtoto anaanza kusimama, anamaliza kusimama, mtoto anaanza kutembea, mtoto anaanza kukimbia, mtoto anaweza kukimbia sana, halafu anafika mahali anarudi tena pale alipoanzia. Anaanza tena vile vile, kule alikoishia ndiko anakoanzia. Ukimwambia akimbie, hawezi tena kukimbia. Ukimwambia kwamba afanye kitu fulani, hawezi. Anaanza kurudia tabia ile ile ya utoto. Nilipokuwa najiandaa, nikatazama wazee kule kijijini Dar es Salaam hawapo, wanashika na mkongojo, wanatembea na fimbo. Ukimuuliza kwa nini unatembea na fimbo, anasema mgongo hauwezi tena, anasema kitu fulani hakiwezi tena, anarudi alikotoka. Na baada ya muda akiendelea sana, baada ya muda hawezi hata kutembea na ile fimbo. Baada ya muda inabidi mumtoe na kumrudisha. Huyu ni binadamu, lakini roho yake haichakai, roho yake ina uthamani ule ule. Kwa hiyo mwanadamu, hili jumba linabadilika, hili jumba linachakaa, hili jumba linaweza likafika mahali likawa haliwezi. Na unaweza ukawa na hili jumba ukawa na kila kitu kwenye hili jumba, lakini baada ya muda vinakuja vitu vinavyokuashiria kwamba jumba hili limechoka. Na kusema jumba namaanisha mwili. Jumba hili limechoka, utaanza kuona vitu fulani vinaanza kubadilika. Jambo la kwanza linalobadilika kwa nje ni ngozi yako. Utaona ngozi yako haishikamani tena na mwili. Hata ukifanyaje utaona kama ni mashavu, utaona inaachia. Hivi unavyoachia kwa kuonekana nje, ndivyo na ndani ulivyo, unachakaa. Na baada ya muda, ulikuwa na nywele nyeusi, nywele zinabadilika, hazitaki tena kuwa nyeusi, jumba linachakaa. Unafika mahali ulikuwa unaweza kutazama mbali, sasa huwezi tena kutazama mbali, lazima upate visaidizi, na baada ya muda hata mawani hayatakusaidia. Kimsingi nataka kusema jumba hili linachakaa, lakini ndani yake kuna kitu kinachoitwa roho. Roho ipo, kazi yake ni kufanya mahusiano na Mungu. Roho ipo, kazi yake kukupeleka mbele za Mungu. Na siku zote mwili unatamani vitu vya dunia, lakini roho inatamani vitu vya mbinguni. Na ukiona jumba hili halitamani tena vitu vya dunia, hiyo ni hatari kubwa sana. Lakini lenyewe linahitaji vitu vya dunia, na linahitaji vitu vyote kutoka kwenye ardhi. Hili jumba pasipo udongo ambao ni asili yake halina uwezo wowote. Ndio maana vyakula vyako 100% vinatoka katika udongo. Maisha yako 100% yanatoka katika udongo, na kwa sababu hiyo udongo unabakia kuwa ni udongo. Na sasa unafika kipindi fulani, huu mwili unataka vitu vinavyoonekana vya duniani. Ndio maana leo sitashangaa watu wakiwa wanataka sukari, wanasema nipe sukari nile, anakula sukari ni ya dunia. Hata kama unamwambia sukari ina madhara, atataka alambe sukari, ataka kula sukari. Unamwambia kwamba wanga una matatizo, atakula wanga, kwa sababu dunia inataka huo wanga, mwili unatamani huo wanga. Utamwambia kwamba angalia maji, atakunywa maji kwa sababu lazima anywe hayo maji. Na vitu vyote hivyo ni vya duniani, na mwili unatamani hivyo vitu. Na kwa sababu hiyo mwili huwezi kutoa hapa duniani, ila unaweza ukaushurutisha ufuate matakwa ya roho. Sasa nisikilize, tunaenda katika sehemu muhimu. Kwa kawaida binadamu mwenye asili ya dunia hufuata sheria ya dunia. Mwanadamu mwenye asili ya dunia hufuata sheria ya dunia. Sheria ya dunia imejaa tamaa za dunia. Na hapa niseme, katika
Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 16 kuna maneno haya. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 16 kuna maneno haya. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 16, na usoma mstari huo peke yake ili niseme mambo matatu. Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 16, maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Nimeanza na maneno haya ili nikurudishe kwenye Mwanzo sura ya 3 na mstari ule wa 6. Nimeanza na maneno haya ili nikurudishe katika Mwanzo sura ya 3 mstari ule wa 6. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Hii ndiyo anguko la rohoni. Anguko la rohoni linabeba mambo makuu matatu. Jambo la kwanza linabeba tamaa ya mwili. Anguko la rohoni linabeba tamaa ya mwili, na mtu anaishi kwenye tamaa ya mwili, anavutwa na vitu vya mwilini, anaishi na vitu vya mwilini. Anaweza akabakia kuwa mtu wa mwilini kwa sababu yupo mwilini. Sasa watu wa Mungu, leo nataka nifundishe, acha niseme vitu vigumu. Ukiwa umeoa, ukiwa umeolewa, hivi ni jambo la mwilini. Mke wako mmoja anakutosha, mume wako mmoja anakutosha. Lakini tamaa ya mwili, mtu anaweza asiridhike na mke mmoja, anaweza asiridhike na mke na mume mmoja. Tamaa ya mwili. Kuna imani fulani wanasema unaweza kawa na wanawake 4, lakini hawa wanawake 4 watofautiane. Mmoja awe mfupi, mwingine awe mrefu, mmoja awe mwembamba, mwingine awe mnene. Usioe design moja. Lakini hata ungekuwa na 6, kama mwili una tamaa, utaendelea kuwa na tamaa. Tamaa ya mwili. Tamaa ya mwili katika eneo la zinaa imesababisha matatizo makubwa, kwa sababu Biblia inasema zinaa inafanyika ndani ya mwili. Ni dhambi ambayo inafanyika ndani ya mwili, inabeba roho. Ndio maana kupitia zinaa Mungu anaruhusu watoto wazaliwe. Kwenye tamaa ya mwili unaweza kukuta mtu ana watoto au amezaa nje usivyojua wewe. Ni tamaa ya mwili. Tamaa ya mwili inaweza kusababisha, tuko katika dunia ngumu, inaweza kusababisha mpaka watu wa jinsia moja wakajamiana kwenye tamaa ya mwili. Kwenye tamaa ya mwili mtu anaweza akachumbiwa kupitia mtandao. Anasema nakupenda mtandaoni, na watu wanaweza kukubaliana mtandaoni. Hata kana ufundishe washirika wa Segerea. Na unaweza kufika mahali ukakuta kwamba kuna vitu vinafanyika mtandaoni ni vya ajabu mno, lakini vyote vinabeba tamaa ya mwili. Tamaa ya mwili inaweza kusababisha mtu asione kila alichonacho kikamridhisha. Tamaa ya mwili. Katika anguko la bustanini Eden, mwanamke alipoona mti ule wafaa kwa chakula, wapendeza kwa macho, akatwaa. Anguko la kwanza lilikuwa kwenye tamaa ya mwili. Yesu Kristo anajaribiwa kwenye tamaa ya mwili. Kwenye Luka mtakatifu sura ile ya 4 mstari wa kwanza hata 11, shetani anamfuata Yesu, anampeleka kwenye tamaa ya mwili. Anamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mikate ili ule. Tamaa ya mwili. Tamaa ya mwili inaambatana na uchoyo wa vitu vya mwilini, kujilimbikizia kusikokuwa na kiasi. Unataka kila kitu kiwe cha kwako wewe. Tamaa ya mwili.
Na saa nyingine nimekuwa nikijiuliza, unahangaika, una struggle mno, vitu vyote unavyotafuta, halafu ipo siku moja mwili huu utamalizika, unamwachia nani? Yaani unahangaika sana, unakesha, halafu unavyovipata unavilimbikiza, na ukiondoka sasa tunagawana huku tuliobakia. Hutaondoka tukasema kitanda chake mzikeni nacho, akaunti zake aende nazo. Yaani ukiondoka tu vilivyobakia si ni vya kwetu tuliobakia duniani. Lakini umetafuta kweli kweli. Kwa hiyo tamaa ya mwili inaambatana na kujilimbikizia kusikokuwa na Mungu ndani yake. Unaweza ukajilimbikizia kwa lengo gani? Unasema labda nikiwa mzee vitanisaidia. Nani alikwambia utafika uzee? Hajilimbikizie. Ukifika uzeeni yatakuta aliyomkuta marehemu baba yangu. Babangu alipofika uzeeni, alipostaafu, akawa anakwenda benki. Wale matela wa benki wakawa wanampokea vizuri. Na wanampokea vizuri, wanasema mzee unataka shilingi ngapi? Sema mzee nataka shilingi 100,000. Wanamda wanamsainisha, mzee anasaini, wakitoka pale kumbe mzee kasaini milioni. Alikuwa haoni. Kwa baada ya muda mzee aliyekuwa na utajiri wake, aliyekuwa na mali zake, nilipoenda kuomba statement, mzee alikuwa anatoa 2,000,000, 3,000,000. Naambia mzee hela zote ulipeka wapi? Anasema sijawahi kutoa hata milioni mimi. Mimi mwisho wangu laki, mwisho wangu. Lakini matela waliokuwa wanamsainisha, na mzee hakai foleni, ana mamemba benki. Na mwishoni akafa akiwa hana kitu. Lakini alitafuta. Miaka 65 mzee amenunua maeneo Kibaha Sofu. Ana maeneo yake Kibaha Sofu. Mwaka 1965. Mzee analipwa mshahara wake mwaka 1965, analipwa shilingi 180. Shilingi 180 mwaka 1965. Na maisha hayo ya kujiwekea na kujitafutia na kuweka kila kitu, mwisho yote unaweza usione faida. Lakini nataka kusema nini leo? Nataka kusema kuna tunda la Roho. Wekeza kwenye hilo tunda la Roho. Hata kama utakufa maskini, lile tunda la Roho litakusitiri. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili katika eneo hili inasema tamaa ya macho. Tamaa ya macho. Macho huaga hayashibi kuona. Tamaa ya macho inatamani. Mwanamke alipoona mti ule watamanika kwa maarifa, wapendeza kwa macho, mti wa ujuzi wa mema na mabaya, ambao aliambiwa usile, siku utakayokula hakika utakufa. Mwanamke akautazama mti, hakujali kama kuna kifo, hakujali kama kuna mauti. Mwanamke alikwenda moja kwa moja kwenye ule mti. Tamaa ya macho. Na kitu kingine cha tatu anasema kiburi cha uzima. Kiburi cha uzima. Jifundishe Mwanasegerea, jifundishe kujua maisha yetu ni mafupi mno. Usiwe na kiburi cha uzima ukajikweza, ukajiinua, ukajiona we ni bora kuliko watu wengine. Kwenye maisha haya hakuna mtu bora isipokuwa ni yule tu Mungu aliyemjalia kuwa na tunda la rohoni. Kuna saa nyingine unaweza ukanyanyasa watu, ni kwa sababu hakuna mtu anayekwambia. Kuna saa nyingine watu hawakufikii kukwambia, lakini kuna watu wanaumia kwa sababu wako chini yako. Kiburi cha uzima, utanifanya nini? Na saa nyingine mtu anafanya jambo la makusudi, anafanya jambo ambalo la kuumiza mtu mwingine. Unamuuliza kwa nini unafanya hivyo? Anasema nimeshafanya, nione atanifanya nini. Kiburi cha uzima. Kiburi cha uzima kinamsababisha mtu ajione ya kwamba ana haki kuliko watu wengine. Anaweza akaja kanisani leo, kesho anasema haji kanisani. Anasema huyo Mungu wenyewe yuko wapi? Kiburi cha uzima. Mbona namuona fulani na fulani wanashinda kanisani, lakini unapata nini huko kanisani? Kitu gani kinatoka kanisani? Ni kiburi cha uzima. Kiburi cha uzima, unaweza ukadhania kwamba uko juu ya vitu vyote na unaweza ukafanya jambo lolote. Ni kiburi cha uzima. Mwanadamu mwenye tabia rohoni kwenye eneo la kiburi cha uzima hutamkuta. Naendelea mbele kidogo. Mkristo anayethamini kazi ya msalaba haangaiki na vitu vya mwilini. Warumi sura ya 7 mstari wa 14 hata 19
ninasoma Warumi sura ya 7 mstari wa 14 hata wa 19. Ninasoma: kwa maana tunajua ya kuwa torati asili yake ni rohoni, torati asili yake ni rohoni, bali mimi ni mtu wa mwilini, nimeuzwa chini ya dhambi, dhambi imeninunua. Maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nilichukialo ndilo ninalolitenda. Sura 16: lakini kama nikilitenda lile nisilolipenda, nakiri ile sheria ya kuwa ni njema. Basi sasa si mimi nafsi yangu ninayetenda hilo, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Sura 18: kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema. Kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lililo jema sipati. Mstari wa mwisho 19: kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo ninalolitenda. Huyu mtume Paulo analia kwa uchungu: natamani kufanya jambo lililo jema, siwezi. Natamani niwe katika hali fulani, siwezi. Kumbe sio mimi, ila kuna kitu kilichomo ndani mwangu kinachonipa shida kutenda yaliyo mema. Badala ya kutenda yaliyo mema, natenda yasiyokuwa mema. Nisikize vizuri. Kuna wakati kwenye maisha yako binafsi unatamani ufike mahali fulani, ufanye jambo fulani, lakini ghafla huwezi. Unatamani labda ufike mahali useme, na mimi nataka niombe kama anavyoomba mtu fulani, natamani na mimi niombe, natamani na mimi nifunge, natamani na mimi nifanye jambo fulani la kiroho, lakini siwezi. Kila nachojitahidi ukifanya, sifikii kwenye kiwango. Kumbe kinachokula ndani mwangu sio kitu kingine. Kinachokula ndani mwangu ni tunda la Roho lililokauka, limekaushwa na sheria. Na wakati sheria inalikausha tunda la Roho, na watazama watu wananizunguka na kunyosha vidole kwao, na kwa sababu hiyo siwezi kufanya la kimungu ndani yangu, na ninakuwa mtu wa kuwahukumu wengine na kujiona kwamba mimi nina haki. Najitahidi, natamani, napenda, lakini kiwango cha kufikia pale siwezi. Kumbe ndani mwangu kuna asili ya dhambi inayekula tunda la Roho. Kumbe ndani yangu kuna asili ya dhambi inaninyang'anya tunda la Roho. Kumbe ndani mwangu kuna kitu ambacho kinanitoa nafasi ambayo Mungu alikusudia niwepo. Na kwa sababu hiyo jitihada zangu zinaanguka, matarajio yangu yanaanguka, tunda langu la Roho haliivi. Sioni kama ni jema, sioni kama naweza tena. Nimekuwa mtu wa kushindwa na mambo ya rohoni. Hata vitu vya kawaida vya rohoni ambavyo wenzangu wanafanya, mimi siwezi kuvifanya. Najikuta kwamba natamani lakini siwezi. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati unakusudia kabisa hata jambo la kutoa msaada kwa wengine, unakusudia kabisa kwamba nataka nisaidie jambo fulani. Kuna saa nyingine unasema kwamba nataka hata nitoe sadaka. Kuna saa nyingine unasema kwamba nataka niwawezeshe, nibebe yatima 2. Ikifika saa ya kuhudumia yatima, kila kitu kinakaushwa. Ikifika saa kutoa sadaka, kila kitu kinakaushwa. Kinachokausha ndani ni lile tunda la Roho linalokaushwa. Lakini tunda la Roho lina mambo 9 ambayo ndiyo kwa lazima hii nataka niyazungumze. Katika Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22. Haya ndiyo mambo ambayo mwaka huu nataka niyazungumze. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22.
Haya ni mambo 9. Neno la Mungu linasema, lakini tunda la Roho ni upendo 1, furaha 2, amani 3, uvumilivu 4, utu wema 5, fadhili 6, uaminifu 7, upole 8, kiasi 9. Hili ndiyo tunda la Roho, lina mambo 9. Kwenye Kwaresima hii nataka tutembee na hayo mambo 9 ili ureviu tunda lako la Roho. Wapi kwenye tunda la Roho ambapo unahitaji kuongezewa nguvu? Haiwezekani matunda yote 9 yamekufa. No, kuna mengine unayo, lakini mengine yamekufa. Ili ufike mahali uweze kwenda katika kiwango ambacho natamani kila mwanasegerea kifikie, ni lazima haya 9 yote yazae. Lakini inawezekana limekufa 1, inawezekana yamekufa 2, lakini pia inawezekana yamekufa 8, ukabakiwa na 1. Kwaresima hii natamani yale 9 yote yarudi. Natamani Kwaresima hii ni kuinue katika haya mambo ya mwilini ambayo yanakushinda. Unataka lakini huwezi, ni kwa sababu haya matunda 9 mangapi yamekufa. Kwaresima hii natamani yarudi. Mungu atupe nafasi kwenye kipindi hiki tuyapokee haya, na haya 9 yakirudi, hutajitangaza kwa watu. Watu watasema wenyewe, yule ni mtumishi, yule ni mtu wa Mungu, yule ni Mkristo. Sio wote kasema, ila watu watasema kutokana na yale matunda watakayaona kwako. Na mimi ninajua haiwezekani ungekuwa umemalizika yote usingekuwepo hapa. Yapo na wakati mwingine umejihukumu, umedhania yote 9 yamemalizika. Hapana, pengine yamepungua 2 tu, lakini unayo mengine ambao unaweza ukasimama nayo ukajivunia. Sio kujivuna kwa wanadamu, ni kujivunia mbele za uso wa Mungu. Haya tutapata nafasi ya kujifundisha, na baada haya tukijifundisha, tutapata muda wakati wa kila Jumatano kuombea tunda moja baada ya kujifundisha. Lile ambalo limepungua, hebu twende mbele za Mungu. Nitafundisha afu utasema ili mimi ninalo, utamshukuru Mungu kwa sababu unalo. Nitasema wakati mwingine unasema ili nimepungukiwa, utakuwa na muda kuomba Mungu ili ambalo limepungukiwa. Mungu alibariki neno lake. Amen.